Naitwa Njiro Mbugua, mtangazaji wangu wa ishara hivi leo ni Byron Abuli. Baada ya siku kadhaa za utulivu mitaani, shughuli za kawaida zimeanza kurejea katika jiji la Nairobi. Utulivu wa msimu wa sherehe unapisha mandhari ya kawaida jijini, huku wasafiri, wachuuzi na familia wakirejelea shughuli za kawaida, kuanzia kwenye vituo vya mabasi hadi kwenye maduka ya bidhaa za shule. Kinachodhihirika ni kwamba msimu wa sherehe umekamilika na maisha ya kawaida kurejelewa. Aaron Marie alizuru sekta mbalimbali na kuandaa taarifa ifuatayo. Katika kituo kimoja chenye shughuli nyingi cha uchukuzi wa mabasi jijini Nairobi, wasafiri wako tayari kurejelea shughuli zao za kawaida kutoka maeneo ya mashinani. Idadi ya watu ni ndogo ikilinganishwa na ilivyokuwa wakati wa msimu wa sherehe, ila nyuso zao zinaashiria dharura iliyopo. Kulingana na services hapa, fare imerudi tu normal. Gari zinabeba tu according to the capacity yenye inahitajika. Hakuna inconveniences ziko mali. So sisi tuko tu sawa. Wasafiri wanasema hali imegeuka na kuwa tulivu na yenye mpangilio, huku watu wakilenga kurejea kazini, shuleni na majukumu ya mwaka mpya. Kitu ningeongea kwa madereva wenzangu, haijalishi ni kampuni gani, lakini tukue waangalifu barabarani kwa sababu wengine hawako waangalifu, na ningeomba ndio tuweze ku maintain customers wetu. Sasa hata magari mabovu, biashara ikinoga, huwa tu wanaweka magari barabarani. Mtu mwingine pia anahesabu zile ruti ameenda. Sasa hata mtu amechoka hajapumzika, ana lazima tena apangiwe ruti nyingine aende. Hizo ndio husababisha maisha kupotea mengi, maana uchovu wa mwili na uchovu wa magari hayapati muda wa kuenda kwa service. Hata hivyo, si wote wanaotabasamu. Kwenye mitaa ya jiji la Nairobi, wapiga picha na wachuuzi wanasema kiwango cha biashara kimeshuka pakubwa, huku majukumu yakigeuka. Last year festive season was amazing. People spend a lot of money, but when it came to January I don't know ni sola ama ni mfuko imekata, but everything will be good. Hapa saa hii nao kumekauka, unaona watu wanajipanga issue na school fees. Ndio msimamisha anafikiria apige picha ama ni school fees. Hata vile wanarudi hivi saa hakuna mboga. Unaona tumetulia tu. Katika maeneo ya kununua bidhaa, wazazi wanazuru maduka yaliyofurika wakinunua sare za shule, vitabu na bidhaa nyingine za shule. Huku shule zikifunguliwa, wengi wanasema wanakabiliwa na changamoto za kifedha, ila wana matumaini kuwa mambo yatabadilika mwaka unavyosonga. Tuna expect biashara yetu ianze kufungua kuanzia next week on Wednesday. Ndio itaanza kufungua. Lakini saa hii wakati wa rush, saa hii ni wakati wa wazazi wanachukua viatu za shule. Huko Mombasa na miji mingine mikuu, wasafiri walifurika katika vituo vya mabasi na kukabiliwa na uhaba wa magari, nauli maradufu, foleni ndefu na kuongeza shinikizo kwa familia ambazo tayari zinakabiliana na hali ngumu ya kiuchumi. Tulikuwa tuondoke saa 8:15, kwa sasa gari hajafika na itafika kuchelewa. Tunaomba tu waende kwa mwendo pole, wasilete ajali barabarani. Aaron Marie, Darubini.